Bwana Yesu asifiwe. Naitwa kaka Nicodemus, nimeokoka na mpenda Yesu. Karibu katika kipande cha pili cha somo nilokuwa nikiendelea kufundisha, naitwa ndoto. Naamini imani yako itanuliwa. Karibu tuungane na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Kwa lugha ya Mungu moja kwa moja, Mungu hutumia ndoto au maono ili kutuweza kutujulisha siri zake. Bwana asifiwe. Tumesoma maandiko hayo katika Ayubu. Kwa hiyo nataka kuanzia leo, kila jambo ambalo unakuwa unaliota usije ukalizalau, kwa sababu ni lugha ya ulimwengu wa roho ya kukuambia wewe mambo fulani. Bwana asifiwe. Wakati mwingine Mungu huwa anazungumza kupitia neno lake. Unapolisoma neno la Mungu unaelewa mpango wa Mungu na unapata ufahamu wa kimungu. Lakini wakati mwingine ili Mungu aweze kuyathibitisha maandiko au mafunuo, anao uwezo wa kutokea kwa njia ya ndoto, au anao uwezo wa kusema na wewe kwa njia ya ndoto, na ukizizingatia utakuwa unaona kwamba Mungu anakuwa anasema na wewe habari ya maisha yako au habari ya maisha mwingine kwa njia ya ndoto. Bwana asifiwe. Danieli sura ya 2 mstari wa kwanza pia. Tuone haraka, nataka tusitumie muda mwingi sana. Danieli sura ya 2 mstari wa kwanza. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto. Nebukadneza aliota ndoto. Roho yake ikafadhaika. Na roho yake ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Mstari wa 2. Mstari wa 2. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga, wachawi na wasihiri. Na Wakalidayo wapate kumweleza mfalme. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika. Ndipo hao Wakalidayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto. Imetosha ishi hapo. Twende Danieli 4 mstari wa 10. Danieli 4:10. Yes. Jozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Naliona na tazama, palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukakua ukawa na nguvu. Basi imetosha. Bwana asifiwe. Unaona ndoto zote ambazo Danieli anazielezea si kama vile vitu ambavyo ni moja kwa moja anaviona, ila anaona lugha ya picha au lugha ya fumbo au lugha ya alama, ambayo kila alama anayoiona inakuwa na maana fulani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara nyingi ndoto za aina hii ukiziota unahitaji utulivu wa kimungu na kusoma neno ili kujua tafsiri ya alama hizo ambazo unakuwa unaziona. Bwana asifiwe. Kusoma neno kutakusaidia kujua baadhi ya alama ulizoziona katika ndoto yako zinamaanisha nini. Bwana asifiwe. Maandiko sehemu nyingine yanazungumza kwa alama. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona ya kwamba Mungu anataja vitu fulani kama alama. Ukisoma pia Luka sura ya 10 mstari wa 19 mpaka 20, anakwambia, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka, nge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu kitakachowashinda. Yale maandiko ambayo Yesu anazungumza ni lugha ya picha. Hatujapewa amri ya kukanyaga hawa nge ambao wapo majumbani au wapo pale store. Bwana asifiwe. Anaposema nge, ukitaka kujua tafsiri ya nge ni nini, nenda kwenye kitabu cha Ufunuo, utawakuta nge wanaelezwa waziwazi. Bwana asifiwe. Anapozungumza habari ya nyoka ni nini, nenda katika kitabu cha Ufunuo, utakuta anasema yule nyoka, yule joka wa zamani, yule ibilisi na shetani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe maandiko pia sehemu nyingine yamekaa kama lugha ya picha, lakini yanawakilisha dhana fulani. Kadhalika na ndoto ambazo utakuwa ukiziota, ukiacha hizi ndoto za aina ya kwanza ambazo nimesema ni lugha ambayo inakuonyesha mambo ambayo uliyafanya mchana kutwa, wakati mwingine utakuwa ukiota ukiona alama za aina fulani, kumbe zinawakilisha jambo fulani. Sasa kadhalika utakapokuwa ukilisoma neno la Mungu, baadhi ya zile alama zipo katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa mfano, labda nitolee mfano mdogo. Mfano, umeota katika ulimwengu wa roho, ukitandani mwako ukaota nyoka amekugonga. Bwana asifiwe. Na alipokugonga ukaona sumu yake. Sasa pale unakwenda katika maandiko, unaangalia maandiko kwamba je, maandiko yanapozungumza nyoka yanazungumza nani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umeelewa huo mfano? Au unaota ni kijana, binti labda, au kijana kama mimi hapa, unaota labda unakimbizwa na mbwa wengi, wanakukimbiza kabisa.
inatakiwa unapokuwa umeamka unarudi katika maandiko uone, je, Biblia au maandiko yanapotaja Mungu yanamaanisha nini? Bwana sio. Ukijizoesha kwa staili hiyo, utajikuta ya kwamba wewe binafsi unaweza kuwa mtafsiri wa ndoto zako wewe mwenyewe. Bwana sio. Bwana sio. Tunaelewana? Tuko pamoja? Inaeleweka vizuri? Okay. Msaada mwingine wa kutafsiri ndoto za aina hii ya pili ambazo unaziota, unaweza ukakipata kitabu kimoja nilikuwa nakitafuta ofisini mwa Bishop, kinaitwa Moyo wa Binadamu. Katika kile kitabu cha Moyo wa Binadamu kuna wanyama wa aina mbalimbali ambao wamekuwa wametajwa. Bwana asifiwe. Wangapi wanakifahamu hicho kitabu? Yes, inaitwa Moyo wa Binadamu. Kimechorwa moyo mkubwa pale, afu kinaelezea aina ya wanyama wanapowakilisha katika ulimwengu wa roho, kobe, chui, nini, kila kitu. Nilikuwa najaribu kutafuta pale asubuhi, sikuweza kukiona. Kwa hiyo unapoona alama hizi katika ulimwengu wa roho, inatakiwa wewe kama mtu wa rohoni uweze kutambua unapambana na vitu gani katika ulimwengu wa roho kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hicho kitabu kitakupa alama nyingi. Lakini pia kama alama au katika ndoto ambazo umeziota unakuwa ufahamu kabisa au uelewi kabisa maana zake, iandike ndoto hiyo na shirikisha watu wa Mungu ili uweze kuiombea. Aina ya tatu ya ndoto ambayo maandiko yanataja ni ndoto inayokuja kuelekeza jambo. Aina ya tatu ni ndoto inayokuja kuelekeza jambo au kuondoa wasiwasi au kufunua mapenzi ya Mungu kwako. Tusome Mathayo sura ya 1 mstari wa 20 mpaka 24. Kuna aina ya ndoto nyingine ambayo inakuja ambayo ni lugha ya Mungu rahisi kabisa ili kuweza kuondoa wewe katika shida yako au katika wasiwasi wako au kukuelekeza jambo fulani. Mathayo sura ya 1 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho. Bwana siwe. Tunaona ya kwamba Yusufu alikuwa amemposa Mariamu. Na kabla hawajakaribiana, Biblia inaeleza ya kwamba Yusufu akagundua ya kwamba Mariamu alikuwa na mimba. Katika mahusiano hilo sio jambo dogo. Bwana asifiwe, ni jambo kubwa. Bwana asifiwe. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa hiyo Yusufu akawa ameingia na wasiwasi moyoni mwake. Akawa ameingia na mashaka moyoni mwake. Na ili jambo likawa linamuumiza mchana kutwa. Akawa anawaza ni namna gani mtu ambaye nimemposa hivi karibuni alafu anaonekana ni mjamzito. Kwa hiyo alipokuwa katika wasiwasi huu, Biblia inasema kwa sababu alikuwa ni mtu wa haki, akaazimia kumwacha kwa siri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alipokuwa ameazimia kumwacha kwa siri, Biblia inazungumza kwamba alipokuwa kitandani mwake amelala, malaika wa Bwana akawa amekuja kuzungumza naye. Akamwambia Yusufu, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa sababu hicho alichonacho ni kitu cha Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa hiyo Biblia inasema kwamba Yusufu alipoamka akawa ule wasiwasi wake umeondoka, akajua aha, kumbe jambo hili ni jambo la kimungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine katika maisha yako ya kawaida unaweza ukawa unatembea na umekutana na kitu fulani ambacho ni kigumu sana, na ukawa unakiwaza, mwamshe yule ambaye analala. Msaidie kumwamsha. Kama jirani yako anasinzia, mwamshe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaka asije akaanza kuwa anaota ndoto tena. Lakini Biblia imesema kwamba ndoto hizi huja wakati wa usiku. Wakati wa usingizi mzito umwangukia kwa mwanadamu. Kiona unaota ndoto za mchana ujue hizo sio za kweli. Yaani mchana kabisa hivi umekula ugali vizuri, umesinzia, ukaanza kuota na ndoto. Kuota ndoto unaendesha pantoni. Bwana asifiwe. Nazungumza hapa katika Ayubu 33 imesema wakati wa usiku. Kwa kama jirani yako anasinzia, msaidie. Sio vizuri hichi ninachokiongea kikupite, kwa sababu kitakusaidia. Bwana asifiwe. Tumesoma maandiko, tumesema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho. Na naamini hapa naongea, lakini kuna mtu mmoja au watu wawili wanapata msaada wa aina fulani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usisinzie, mwambie jirani yako usisinzie. Shika mkono, mtikise kidogo, mwambie usisinzie. Kumwambia hivyo utakuwa unamsaidia. Sababu kuandaa somo nako ni gharama kubwa kweli. Nalala jana kama saa 7 usiku. Niliambiwa niandae somo, ilikuwa kama saa 10 jioni. Kwa gani inanitesa sana, si kitu rahisi sana kama unavyozama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kitu gani? Sio kitu rahisi sana kama unavyozama. Sababu tunashindana na adui ambaye yupo wapi? Katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo nilikuwa katika aina ya tatu ya ndoto. Kwa hiyo hii inakuja ni lugha ya Mungu ya kukueleza kwamba kuna jambo fulani Mungu anataka akusaidie. Yamkini katika biashara yako, yamkini katika watoto wako, Mungu anakuwa anataka kuelekeza jambo fulani. Wakati mwingine tumekuwa tukidharau haya mambo. Unaweza ukamkuta mama ni mjamzito, akiwa katika labda siku zake za kukaribia kujifungua, anaota ndoto amejifungua, mtoto amefariki. Alafu yeye anaamka asubuhi, ni mlokole mpendwa, anakuwa comfortable kabisa. Bwana asifiwe. Asijue ya kwamba katika ulimwengu wa roho, kwa sababu wewe ni mwili. Nataka niseme jambo moja. Ulimwengu wa roho unakuwa active pale tu mwili unapokuwa na udhaifu. Nataka nirudie niseme hivi. Mtu ni roho. Mwambie jirani yako, mtu ni roho. Anayo nafsi. Mwambie mtu anayo nafsi. Lakini mtu huyu anaishi katika nyumba inayoitwa mwili. Mwambie jirani yako, mtu huyu anaishi katika nyumba inayoitwa mwili. Bwana asifiwe. Sasa wakati ule ambapo Adamu alikuwa anaishi katika Edeni, alikuwa hana dhambi aina yoyote. Kwa hiyo alikuwa ana mawasiliano na ulimwengu wa roho kwa 100%. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa na roho, alikuwa na nafsi na alikuwa na mwili, na alikuwa mtakatifu sana. Kwa hiyo wakati mwingine alipokuwa bustanini aliweza kumwona Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu ni roho. Mungu alipokuwa anamtembelea Adamu alikuwa anamuona waziwazi hivi. Bwana asifiwe. Kwa sababu na yeye alikuwa ni roho na hakuwa na shida yoyote. Kwa hivyo mtu kwa sababu ni roho, tangu alipotenda dhambi, kuna namna ambapo mawasiliano yake yeye na mwili wake yanakuwa yametatizwa. Kwa hiyo nafsi inatumika kama kiunganishi cha mawasiliano ya roho na mwili. Bwana asifiwe. Hakuna namna ambayo roho inaweza ikazungumza moja kwa moja mwili ukaelewa, ila unapitia kwenye kitu kinaitwa nini? Nafsi. Bwana asifiwe. Na akili ya mwanadamu, watu wengi wanafikiri kwamba akili ya mwanadamu inakaa katika ubongo. Akili ya mwanadamu haikai katika ubongo. Kumbukumbu ndo zinakaa katika ubongo. Akili ya mwanadamu inakaa katika nafsi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana hata mnyama unaweza ukamfundisha kitu akaelewa. Unaweza ukamfundisha panya kutegua mabomu, panya anategua mabomu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama panya anaweza kufundishwa akaelewa, uwe na uhakika kwamba panya nayo anayo nafsi, ila tu ana roho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akili ya mtu inakaa katika nafsi. Kiingereza kina lugha nzuri inaita conscious, na ubongo unaitwa brain. Kwa hiyo ubongo ni kifuko fulani hivi kwa ajili tu ya kutunzia kumbukumbu zako, lakini kumbukumbu ikikaa vizuri hapa inashuka wapi? Kwenye nafsi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utaona Mithali 4:23 anasemaje hapo? Mithali 4:23 anasemaje? Mithali 4:23 Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako kuliko yote uliandayo. Maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Biblia inapozungumza moyo inamaanisha nafsi. Bwana asifiwe. Haimaanishi huu moyo ambao ni pampu kwa ajili ya kusukuma damu yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe kama mtu ambaye upo katika roho, Mungu anatamani angeweza kuwa hata anaongea na wewe unasikia kwa masikio yako ya mwili, lakini kwa sababu wewe pia unaishi mwilini, Mungu anayo lugha ambayo anataka mawazo yake ya kiroho yakufikie wewe. Bwana asifiwe. Ndio maana unapokuwa umekwenda kulala kitandani wako, usingizi unapokukuta tayari umeshahama, haupo katika mwili tena. Bwana asifiwe. Unakuwa upo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwa sababu binadamu ndio kiumbe pekee katika viumbe ambavyo Mungu ameviumba ambavyo vinao uwezo wa kuishi katika ulimwengu wa roho, lakini wakati huo huo vikaishi katika ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ulimwengu wa roho utakuwa na mawasiliano na wewe vizuri pale ambapo mwili una udhaifu. Ndio sababu wakati mwingine tunafunga. Kwa nini tunafunga? Tunakataza kelele za hisia za mwili ili roho iweze kuwa na mawasiliano na roho ya Mungu moja kwa moja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kadhalika na wakati ambapo unakuwa umelala, unakuwa umeondoka katika ulimwengu wa mwili kwa muda, upo sasa katika ulimwengu wa roho. Siku ile ambayo utakuwa unaondoka duniani, kwa maana ya kwamba utakufa, utaona ya mambo. Utaona ya kwamba unaondoka kabisa wewe kama unavyokuwa unajiona katika ndoto, ukijijua kabisa ya kwamba mimi ni Nicodemus, ukijijua ya kwamba wewe ni mtu fulani, utakuwa fahamu zako hizi unazozisikia hapa zipo sawa sawa kabisa. Ila tofauti hutoweza kuwa unawasiliana kwa jinsi ya mwili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kufa ni kitendo ambacho roho inaondoka ndani ya mwili.
Kwa hiyo roho inapokuwa katika mwili hivi, mwili upo active, roho haipo active sana, Bwana sio. Lakini saa ambapo unakwenda unalala kitandani mwako, tayari unaungana na ulimwengu wa roho, Bwana sio. Sasa kama unaungana na ulimwengu wa roho, likiwepo jambo lolote linalohusu maisha yako ya duniani au ya rohoni, Mungu huwa ana tabia ya kukupasha habari, Bwana sio. Na hana namna ya kuja akazungumza na wewe hivi moja kwa moja. Anakuja anazungumza na lugha ya rohoni ambayo wewe utaiona kwa jinsi ya picha, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twende katika Ayubu sura 4 mstari wa 12 mpaka 16. Labda unaweza ukaelewa hichi kitu tunachokiongea. Bado nipo kwenye aina tatu ya ndoto. Ayubu sura 4 mstari wa 12 mpaka mstari wa 16. Twende hapa kama mara moja ili tuweze kupata muda wa Ayubu sura 4 mstari wa 12 hadi 16. Neno la Mungu linasema, basi niletewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manong'ono yake, katika mawazo yaliyotoka katika. Twende taratibu kidogo, mstari wa 12 ukimaliza uweke pause. Basi nililetewa neno kwa siri. Basi nililetewa neno kwa siri. Sikio langu likasikia manong'ono yake. Sikio langu likasikia manong'ono ya hilo neno la siri. Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku. Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku. Hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu. Mstari wa 13. 14. Hofu iliniangukia na kutetema. Anasema mtu huyo alipoona hilo neno la siri, hofu ikamwangukia akatetema. Iliyotetemesha mifupa yangu yote. Iliyotetemesha mifupa yangu yote. 15. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu. Ndipo pepo ilipita katika ndoto hapo anasema ndipo pepo. Sasa huo mstari wa 15 hebu usome katika Biblia ya Kiingereza. Kuna kitu nataka tukielewe mara moja ili nimalizie aina ya 4 twende katika maombi. Mstari wa 15. Mstari wa 15 usome katika Kiingereza alafu utoe tafsiri yake ya kawaida sasa. Anasema, A spirit glided past my face. A spirit glided past my face. The hair of my flesh stood up. Ametaja neno nini? Spirit, si ndivyo? Amen. Nilikuwa nataka tupate hiyo maana. Sasa spirit kwa Kiswahili ni nini? Wewe ni mtafsiri mkalimani. Hapa anasema no, iongea tu spirit. Neno spirit kwa Kiswahili ni nini? Roho. Ni roho, si ndivyo? Haya, twende sasa Biblia ya Kiswahili sasa. Mstari wa 15 anasema ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ndipo roho ilipita mbele ya uso wangu, si ndivyo? Amen. Haya, tuendelee. Na nywele za mwili wangu zilisimama. Na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo ilisimama kimya. Hiyo pepo ilisimama kimya. Nisiweze kutambua sura zake. Nisiweze kutambua sura yake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu. Kulikuwa kimya. Kulikuwa kimya. Nami nilisikia sauti ikinena. Nami nilisikia sauti ikinena. Ndoto ya kutisha sana. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, binadamu ishi hapo. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Bwana asifiwe. Kwa ni lugha ambayo ngumu wamejaribu kuionyesha, lakini kuonyesha kwamba katika ndoto na katika mafumbo ya usiku wakati mwingine zipo roho zinazungumza na wewe. Sio kila roho ambayo inakwenda kuzungumza na wewe wakati huo ni roho ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine ni roho za giza. Kama wewe upo katika ulimwengu wa roho na wapo maadui ambao ni maagent wa giza au wachawi wanapanga kitu kibaya juu yako, huwa una uhakika ya kwamba Mungu lazima atakupasha habari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Mungu anapokuwa anakupasha habari utaipata kwa jinsi ya picha au kwa jinsi ya alama. Utakuwa ukiona tu vitu fulani ambavyo hauvifahamu. Na wakati mwingine sijajua kama imeshawahi kutokea kwako, lakini mimi kwangu imewahi kutokea. Unaweza ukaota ndoto nyingine usiku, ndoto ile ikawa nzito, ukashangaa huko ndotoni unaanza kuunganisha na maombi, alafu unashtuka hivi unajikuta unaendelea kuomba. Bwana asifiwe. Wangapi kitu kama hicho kimeshawahi kuwatokea? Asante. Bwana asifiwe. Wakati mwingine kitu kama hicho sasa kikitokea kitu kama hicho, ujue tayari katika ulimwengu wa roho kuna vita inaendelea. Kwa hiyo wewe kama mtu wa Mungu lazima uchukue hatua. Usipende kuishi tu katika mwili, uweze kuishi katika roho ili uweze kujua kushindana. Bwana asifiwe. Katika roho tunafahamu ya kwamba watu wa duniani wanatumia nguvu za giza au nguvu za adui kwa ajili ya kufanikisha mambo yao. Maybe unaweza ukawepo pale ofisini kwako, ukawa labda una cheo fulani pale ofisini kwako, ukawa umekalia kiti fulani pale ofisini kwako, lakini kumbe ndugu yako mwingine ambaye ni mtu wa duniani akaenda kukitamani hicho kiti, akaenda kwa mganga wa kienyeji. Bwana asifiwe. Wewe kwa sababu Mungu unampenda Mungu na unamjua Mungu, unapokuwa umelala katika ndoto ukaanza kuletewa alama fulani zinazohusiana pale ofisini mwako. Bwana asifiwe. Nataka kuanzia leo hivyo vitu usivizarau, ujue kwamba ni lugha ambayo Mungu anakwambia ili uweze kushindana katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Aina nyingine ya 4 ya ndoto ambayo nitamalizia hapo, anasema ni ndoto inayokuja kwa ajili ya kukupa maonyo ya hatari yaliyopo mbele yako. Bwana asifiwe.
Aina moja hapo ya ndoto tumeshaisoma katika Ayubu 4 sura ya 12 mpaka mstari wa 16. Ipo ndoto ambayo inakuja kwa ajili ya kukupa maonyo ya hatari, aidha katika biashara yako, kwa watoto wako kama una familia, kwa ndugu zako. Wakati mwingine unaweza ukaota mtu fulani anaumwa, unaweza ukaota ndugu fulani ana shida fulani, usizao kile kitu. Unaweza ukaota pia wakati mwingine Mungu anawafunulia watu juu ya hali ya kanisa kwa wakati huo, labda ujenzi au kitu fulani. Wakati mwingine mwanafunzi unaota hata katika masomo yako umefanya mitihani alafu matokeo yametoka umefeli. Unaweza ukaota hivyo. Na wakati huo mtihani hujaufanya. Sasa nataka usidharau, ujue ya kwamba katika ulimwengu wa roho kuna maadui wanapanga ufeli mitihani yako. Bwana asiwe. Kwa hiyo Mungu anataka akujulishe. Unashangaa unaota umefanya mtihani matokeo yametoka umehuzunika. Alafu unachukulia kawaida. Unapokutana na hiyo lazima uingie katika maombi kukataza hizo roho zinazopangwa. Bwana asiwe. Hakuna namna ya kuona vitu vingine kwa lugha moja kwa moja, lakini nataka nikwambia kwamba Biblia inasema Mungu hatofanya jambo lolote bila kuwafunulia watu wake siri zake. Bwana asifiwe. Labda tuende katika Ayubu pia katika sura ya 33 mstari wa 16 na mstari wa 17. Tusome kwa Kiswahili na utafungua katika English version pia. Ayubu 33 soma mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ndipo huyafunua masikio ya watu, na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amondoe mtu katika makusudio yake. Sikiliza, hebu rudia tena mstari wa 16 taratibu. Anasema ndipo huyafunua masikio ya watu. Kumbe Mungu katika ndoto huwa anayafunua masikio ya watu. Na kuyatia muhuri mafundisho yao. Maanake kuna mambo fulani yanakutatiza, sasa Mungu anataka yatie muhuri ya kuthibitishie, ili amondoe mtu katika makusudio yake. Kumbe kuna njia fulani unazifuata katika biashara yako au katika huduma yako au katika shughuli yako, kumbe hizo njia haziendei haki. Mungu anakujulisha kwa njia ya ndoto sasa. Na kumfichia mtu kiburi. Endelea kidogo. Mstari wa 18. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni. Yeye Mungu kumbe huwa anaitumia ndoto wakati mwingine kukuzuia wewe nafsi yako isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Basi usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya somo hili ambalo lilikuwa ni ndoto, ambayo nilikuwa nikiendelea kulifundisha. Naamini imani yako inaendelea kuongezwa, na kama una maswali basi usisite kuniuliza. Mungu wa mbinguni akubariki. Usiache kuniombea, tuonane wakati mwingine. Amen.